Mtazamaji wa ASAM Online TV, tumepokea habari za kusikitisha na habari za simanzi kwa vijana lakini pia wanachama wa ACT Wazalendo kutokea Pemba, ambapo ACT Wazalendo wameandaa kongamano la muungano. Sasa kuna taarifa iliyotufikia hivi punde kwamba miongoni mwa wanachama walioshiriki matembezi hayo amefariki dunia, waya wa umeme ukitajwa kuwa ni chanzo. Sasa ASAM Online TV tunaongea na katibu wa habari ACT Wazalendo Taifa, ndugu Salum. Kwa hakika leo tulikuwa na kongamano lililoandaliwa na Ngome ya Vijana Taifa la maadhimisho miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kongamano lile liliandaliwa kisiwani Pemba na mkoa wa Wete na likamilike katika jimbo la Wete. Kongamano ambalo lilianziwa na matembezi na baadaye ni kufanyika kwa kongamano hilo. Kwa hivyo wakati tukiwa ndani ya kongamano halijaanza bado, shughuli mbalimbali pamoja na walioshiriki maandamano yale, tukapata taarifa hicho suala kama kumetokea dharura, kuna mtu ameanguka. Ndio. Na matokeo yake ndio tukajua kama ndugu Hamis Haji Bakari, ndio huyu ni mwenyekiti wa jimbo wa Ngome ya Vijana jimbo la Dimani, kama amefariki. Ndio. Ni msiba. Chanzo haswa hadi sasa inafahamika nini kilichosababisha kifo? Kuna maneno mengi, lakini zaidi polisi ndio walifika kwenye hilo eneo, walikuja hapo, walifuata kule hospitali, walikuwa wanafanya masala ya kiuchunguzi, lakini walio mbalimbali walisema kama ni suala la umeme, kama ulikuwa kwenye maji au ulikuwa kwenye maeneo mengine, lakini ameweza kukanyaga kitu kama hichi. Lakini zaidi taarifa itatolewa zaidi. Ndio. Wakati wa uratibu mlijihakikishia usalama wa maeneo ambayo mnafanyia matembezi? Kabisa, kwa sababu leo ni siku ilikuwa kuna mvua, Pemba yote ilikuwa ina mvua. Kwa hivyo mvua ilikuwa ni maeneo mbalimbali. Kwa hivyo sisi matembezi yalikuwa kwenye barabara ambayo ya kuelekea kutoka Jadida na kuelekea hayo maeneo ambayo kungekuwa na ile kongamano. Sasa tujui ni eneo gani au jambo gani liliweza likamkuta na kumpatia kutokea umauti huo. Na mara baada ya kufikishwa hospitali, hatua zipi zilizofuata? Kongamano limeendelea kwa maana ya ratiba kama ilivyopangwa ama kuna mabadiliko yametokea? Kongamano limeendelea, lakini sisi tulichukua dhamana na basi tukauliza kama hii chama ni taasisi, basi tumeshughulikia masala yote kutoka hospitali ile ambayo ilikuwa ya karibu dispensary pale Wete, na baadaye kuchukua maiti kwa mujibu wa utaratibu uliokubaliwa wa kwenda kufanywa postmortem. Na baadaye tumefanya utaratibu mzima. Sasa hivi tunasafiri na maiti na mimi naondoka na maiti kwa kurejea nayo Unguja. Na utaratibu haswa zitatolewa baadaye ama tayari kuna taratibu kwa wanachama na Wazanzibari kwa ujumla kuhusiana na kilichotokea? Kwanza ni msiba wetu sote wa vijana na wote, ni msiba wa Wazanzibari wote. Vijana ni mdogo, amefikwa na mauti ambayo hakuna alotegemea kama yatatokea, lakini kila kitu kimeandikwa. Kwa hivyo sisi sasa tunawasiliana na familia na msiba utafanyika baada ya maiti kwenda nayo nyumbani kwa familia hapo Unguja maeneo ya Tamondo, na taratibu za kifamilia za mazishi zitafanyika. Katibu, ni kuombe kutumia jukwaa hili la ASAM Online TV kuweza kutoa wito wako kwa vijana na jamii kwa ujumla. Kwa kutumia jukwaa hili la ASAM TV, napenda kutoa kama kwanza kuwapa pole vijana wote, hasa vijana wa ACT na wengine wote wenye kutafuta na mabadiliko haya ya kidemokrasia. Hili ni tukio ambayo limetokea na limeleta huzuni kubwa, basi tushiriki katika kumwombea dua na kumstiri. Asante. Nikushukuru sana katibu, na tuwe pole na msiba. Nakushukuru. Asante sana.